103.6 Radio Kibla FM. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإن المتقون هم الفائزون في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. فنحن في أيام أو نحن في أشهر من أشهر الحرم. ها نحن في ذو القعدة، وفي 10 الأواخر من ذي القعدة، ومقدمون ما بقي لنا إلا أياما قليلة لندخل في شهر ذو الحجة. وسوف نتكلم اليوم عن فضل 10 ذي الحجة الذي هو أمامنا، ما بقي إلا أياما قليلة. ndugu zangu katika iman, mara baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma, na isi mwingine isipokuwa ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo hii ikiwa ni tarehe 28 katika mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1447, tukiwa katika 10 la mwisho kuelekea mwezi wa Dhulhijja. Kwa kuwa bado hatujafikia mwezi wa Dhulhijja, ni vizuri tuzungumze baadhi ya ahkam na fadhila zinazohusiana na mwezi wa Dhulhijja. Tena ala wajhi alkhusus sawfa natahaddath an 10 alawaid min Dhulhijja. Tutalizungumzia vizuri 10 la mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, kama ilivyo katika hutuba iliyopita ambayo ilitolewa katika mimbari hii ya Masjid Abu Badr. Tulijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa khatibu wetu, lakini leo pia tutakumbushana yale yanayotakiwa kufanyika, bali sio kufanyika peke yake, kutendeka kwa kila Muislamu, sawasawa mwanamume au mwanamke. Ni yapi ambayo inatakiwa wewe ujiandae nayo na ujifunge kibwebwe kwa ajili ya kulipokea hilo 10 la mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika iman, katika hadithi sahihi ambayo huwa tunaisikia sana katika masikio yetu, lakini wengi wetu tunaielewa kwa kuwa tunaisikia mara kwa mara, na wengi wetu yawezekana tumehifadhi. Hadithi hii ameisimulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ma min ayamin al-amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah illa min hadhihi al-ayyam. Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidhalika min shay.
rawahu al-Bukhari. Katika hadithi hii moja kwa moja imekusanya na imezieleza zile fadhila ambazo zinapatikana katika 10 la kwanza ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana hakuna katika masiku yenye ubora na makubwa mno mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko haya masiku ya mwanzo katika 10 la mwezi wa Dhulhijja. Masahaba baada ya kulisikia hili katika maisha yao na kwa mujitama ambao ulikuwa kipindi kile, jamii ambayo ilikuwa kipindi kile, walikuwa wakiona kwamba jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, kupambana jihadi ni katika amali bora, na zimekuja hadithi zikisimulia kwamba afdhalul a'mali ila Allah, amali bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, birrul walidain qila wal jihad fi sabilillah. Miongoni mwa matendo bora mbele ya Allah ni kuwafanyia wema wazazi, lakini likiwemo la kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika akili zao masahaba hili ndio lilikuwa jambo kubwa. Wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umetuambia kwamba haya masiku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja kwa atakayejipinda kufanya matendo yaliokuwa mazuri, basi atamshinda yule ambaye kwamba amempigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali yako wao maswahaba walikuwa wanajua kwamba kupambana katika njia ya Mwenyezi Mungu ndio matendo bora kabisa. Yawezekana hakuna ambaye litafikia hilo. Wakasema walal jihad fi sabilillah, hata mtu kutoka kapigana katika njia ya Allah nawe pia hamfikii huyo. Mtume akasema walal jihad fi sabilillah, hata yule ambaye kwa ametoka akaenda katika njia ya Allah jalla wa ala akapambana, hamfikii huyo. Illa rajulun, ikaja istithna kuja kuvua. Sasa inamvua mtu yupi? Isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, kwanza ametoka yeye mwenyewe na amefanya malaki ile istidadi, amejiandaa kisawa sawa na silaha yake, kama ni upinde, kama ni mkuki, akaenda katika njia ya Mwenyezi Mungu jihadi. Kama ni pesa akaenda nayo, nafsi yake akaenda nayo. Kisha baada ya hapo vita vikamalizika, yeye mwenyewe akawa amefariki katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hata vile ambavyo alikuwa ameanza navyo vyote vikafanyaje? Vimeishia katika njia ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi dhalika min shay. Huyo ndio ambaye inawezekana akamkuta na kumfikia yule ambaye kafanya matendo mema katika 10 hili la Dhulhijja. Kwa hivyo ndugu zangu, ni habari yake si ndogo kama tunavyofikiria katika akili zetu, kwa maana ni jambo kubwa sana ndugu zangu. Sasa hebu tuangalie jinsi waja wema walivyokuwa wakiyatumia masiku 10 haya ya mwezi wa Dhulhijja, jinsi gani walivyokuwa wakipambana katika kuziendea khairi mbalimbali, katika kuzifanya khairi tofauti tofauti. Maimuna binti Mihran anasema katika riwaya kwamba alikuwa akiwaona akitembea masokoni, akiwaona Waislamu wa kipindi kile wakipiga takbira, wakimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa tahmid na tahariri na tasbih katika masiku 10 haya. Mirindimo masokoni, watu wakimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni katika sunna ambayo inawezekana katika maisha yetu sasa hivi imepotea. Katika aya katika sura al-Hajj Allah anasema, aliposema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, watu wanapoenda katika safari ya hija wapate kuyashuhudia yale manufaa, tena manufaa yao wenyewe wale mahujaji, lakini pia walitaji jina la Allah katika masiku maalum. Ni yapi hayo masiku maalum? Al-mufassirun dhahabu aktharuhum au julluhum, wengi katika watafsiri wakasema ayami maalumat, masiku maalum yaliyokusudiwa katika aya hii ni masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ya kwanza. La pili, dhikri ambayo imewekwa sheria. Tukizungumzia dhikri ni mlango mpana na ni uwanja mpana pia, lakini miongoni mwa dhikri ala wajhi al-khusus
kuna hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo tutaizungumza kubainisha kwamba ni dhikri ipi ambayo Mtume aliihimiza zaidi katika masiku ya 10. Mtume anasema ma min ayamin a'zamu inda Allah illa min hadhihi al-ayyam ay 10 al-awail min dhil-hijja fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil. Hakuna katika masiku, tena masiku hayo ni makubwa mno mbele ya Allah, isipokuwa haya masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, yani 10 la kwanza hili. Basi kithirisheni katika masiku hayo at-tahmid, kusema alhamdulillah, wat-tahlil, tahlil ni kusema la ilaha illa Allah, wat-takbir Allahu akbar, na ikaweza wat-tasbih subhanallah. Kwa hivyo hizi adhkari ambazo tumezitaja katika hadithi hii ni miongoni mwa dhikri ambazo yapendeza kwa Muislamu akithirishe. Na ndugu zangu, ni amali nyepesi. Katika amali nyepesi ni amali ya dhikri, lakini huwa inakuwa nzito kwa sababu shetani naye anakuambia fanya laghawi, zungumza mambo ya ajabu ajabu. Kwa maana namna kama hiyo, kwa maana namna gani wewe utauepesisha ulimi wako hata kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika haya masiku 10. Wallahi ni fursa adhim kwa Muislamu kuitumia ili apate kufika salama kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia iwe ndiyo maandalizi bora kwamba umepokea neema ya Allah ambayo amekuneemesha ukaifikia, ukawa na afya njema, ukaifikia masiku 10 hayo ukamtaja Allah kwa sana. Wallahi ni faida, na ni faida kubwa isiyokuwa na kifani. Kwa hivyo ni masiku ya kukithirisha at-tahmid na at-tahlir na at-tasbih na at-takbir. Wengi tumezoea kwamba takbira zinaanza tukishakuwa tumefunga ile Arafa kisha siku ya Eid, lakini wasilia wa mambo ulivyo ndugu zanguni, na hii ndio ilikuwa mwenendo wa salafi saleh, wema waliotangulia. Walikuwa kipiga takbira kuanzia tu pale mwezi unapokuwa umeandama wa Dhulhijja, wanaendelea nazo mpaka ayami tashrik, katika masiku ya matatu ambayo ni 11, 12 na 13. Masiku yote ni masiku ya takbira, na ndio maana Mtume akasema ayami aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Wa dhikrillah ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja mno Allah subhanahu wa ta'ala. Ayami gani? Ayami tashrik. Lakini ndugu zangu katika iman, tutakwenda kuangalia ni zipi amali ambazo tumezungumza, hii amali ya dhikri, lakini zipo amali nyingine ambapo wewe Muislamu una fursa, sawa uwe maskini au tajiri, una fursa ya kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambayo Allah amekujalia, ala hasab kudratika, kwa mujibu wa uwezo uliokuwa nao. Unaweza kumsaidia maskini au yatima, fanya katika masiku hayo 10. Una uwezo wa kuwafutulisha watu ambao watayafunga hayo masiku 9, kwa sababu sio masiku 10. Maana kama ni kufunga basi ni masiku 9, kuanzia ile mwezi mosi katika Dhulhijja mpaka siku ya Arafa ambayo ni siku ya 9, kwa sababu siku ya 10 ni haramu kufunga, ni siku ya Eid, na siku ya Eid ni haramu kufunga. Kwa hivyo masiku 9 yale kwa atakayeyafunga, wewe ukajitolea kuwafutulisha, wallahi unalipwa kheri kubwa mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zimekuja hadithi mbalimbali zikielezea umuhimu wa kufutulisha na fadhila za kufutulisha, kwani atakayemfutulisha aliyefunga basi analipwa ujira wa saumu ya aliyefutulisha pasina kupunguziwa chochote. Yule aliyefutulisha yule analipwa ujira wake kwa yule aliyemfutulisha pasina kupunguziwa yoyote chochote yule ambaye aliyefutulishwa. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, ni fadhila ambazo yawapaswa Waislamu wazikimbilie, tena waziendee mbio. Na nakumbusha pia kuna ibada ambayo ni ya muhimu, ibada ya uchinjaji. Kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa taufiki ukawa na kipato, basi ni vizuri kutekeleza vile amali ya nini? Ibada ya kuchinja, kwani ni katika amali tukufu ambazo zinafanyika katika 10 hili, katika ile siku ya 10 na masiku ya tashriki, ambayo ni ruksa kuchinja kwa ambaye hakuweza kuchinja ile siku ya kwanza ya 10, basi anaweza kuchinja kwenye siku ya 11, ya 12 mpaka ya 13. Na angalizo, na ndo natoa uzinduzi kwa yule ambaye ameweka nia kuchinja mwaka huu. Hakikisha utakapoandama mwezi, tukitangaziwa na mufti, au mwezi utakapokuwa umeandama, almuhim vyombo vya habari vipo, ukisikia kwamba tayari umefika mwezi mosi wa Dhulhijja, basi kwa wewe ambaye utachinja mwaka huu,
hakikisha usinyoe nywele zako wala ukata kucha wala kufanya yote ambayo yamezungumzwa katika hadithi, kwa kwani yule ambaye kwamba atakayeweka azma na nia ya kuchinja basi hatakiwi kuchukua chochote katika nywele zake wala kucha zake. Kwa hivyo hilo angalizo muhimu na napenda nilitoe kwenye hotuba hii. Lakini jambo lingine ndugu zangu katika iman, ni vizuri kukithirisha kukaa msikitini. Al-mukthi fil masjid amru matlubun wa muhimu wa ala siyama fi ashri al-awaid min dhil-hijja. Mtu akithirisha kukaa msikitini kwa ajili ya kufanya dhikri mbalimbali na kuisoma Qur'an. Hata baadhi ya wanachuoni wakasema kwa atakayeweza kuhitimisha Qur'an katika masiku 10 haya afanye hivyo. Ndugu zangu, tunamuomba Allah tujalie tuweze kufikia hayo masiku, tuweze kuyafikia. Lakini tunamuomba Allah atupe taufiki, atupe afya njema tuweze kufaidika nayo. Mwenye kufunga basi afunge masiku 9 hayo, mwenye kutoa sadaka basi atoe sadaka. Kwa yule ambaye umefikia muda wake kutoa zaka, ana mali yake basi imezunguka na muda wa mwaka mzima, basi ni vizuri vivyo kutoa zaka katika masiku hayo, na khairi mbalimbali ambazo kama vile kufanya da'wa, kuamrisha mema na kukataza mabaya, kudumu na swala 5 katika kwa wakati wake katika masiku hayo ni bora zaidi, kuzidisha swala za sunna za nafli na mengineyo. Ndugu zangu katika iman, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum wama fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waridhallahumma 'anil khulafa'ir rashidin aminhum Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa baqiyat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. 103.6 Radio Kibla 10 FM.